kumtolea Yesu kwa kusafiwa, sababu pasipo mwagikaji wa damu hakuna msamaha wa dhambi.
Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo, jioni ya leo tunanyenyekea mbele zako, ewe ambaye ni Mungu wa miungu, mfalme wa falme, mtakatifu wa watakatifu, tukilihimidi, tukiliinua na kuliabudu jina lako, jina lililo juu ya majina mengine yote. Mpendwa dhamani, ewe ambaye ni yule jana, leo, kesho na hata milele, Mungu usiyebadilika, tunasema ni asanti kwa jioni njema Bwana, na kwa hii fursa ambayo umetupatia ya kuweza kuwa katika mahali hapa Bwana, kwa sababu ya kutimiza agizo la neno lako. Mungu ishie milele Bwana, uliambia mitume waenende ulimwenguni kote wakihubiri Injili, na atakayeamini na kubatizwa ataweza kuokoka. Natazama Mwokozi, hiyo agizo Baba iko mikononi mwetu, mfalme wa mbinguni, na ndiposa tumekuja hapa Bwana kwa sababu ya kuliinua na kulitangaza jina lako, mfalme wa mbinguni, jina ambalo kwalo wanadamu wanaokolewa, wanadamu wanaponywa, na pia Baba wanadamu wanabarikiwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Baba, tunaweka mahali hapa wakfu kwa sababu ya huduma ambayo itakuwa ikifanyika mahali hapa tokea jioni ya leo hadi siku ya Jumapili. Malaika wako agano waje apalinde Bwana, na apahifadhi mpendwa dhamani Bwana. Zaidi ya yote ukapaoshe kwa sababu ya ibada yako, mfalme wa mbinguni, kwa sifa na tukufu wa jina lako. Tunasema ni asanti kwa kila mmoja Baba aliyo katika hii eneo. Wabariki wafanye biashara wote Baba, wasafiri wote mfalme wa mbinguni, hata madereva na wafanyi kazi pamoja na wao, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Tunaomba uje Bwana, uwe na njia yako kipekee tunapoanza jioni ya leo kutangaza neno lako, mfalme wa mbinguni, hadi siku ya Jumapili. Iwe Bwana ni wewe ambao Bwana unachukua usukani, katika jina la Yesu Kristo. Bariki kila mmoja wetu Baba, na sifa na tukufu zikakurudie. Tunasema ni asanti, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba hizi baraka na kuamini. Amen. Bwana asifiwe sana. Tunazidi kuwakaribisha sana katika jina la Yesu Kristo mahali mulipo, ujisi ya kwamba mmekaribishwa katika jina la Yesu Kristo, na nitakuhakikishia kimbele ya kwamba mahali hapa hatutahubiri kingine ila tu ni kile ambacho kimeandikwa, sababu Yesu alisema mbingu na nchi zitapita, lakini neno langu halitapita kamwe. Kwa hivyo tutaimba mimi nafurahia.
tuimbe, lakini kuna jambo ambalo ni la muhimu sana jioni ya leo, nayo ni kusikiliza neno la Mungu. Uimbaji hata juu mbinguni hautakoma, lakini tukifika huko hakutakuwa na kuhubiriwa Injili. Kuhubiriwa kwa neno ni wakati tuko hapo ulimwenguni, ili tukaweze kurekebisha maisha yetu, tuweze kuingia katika mbingu, hali ambapo tutasifu milele na milele. Kwa hivyo ingekuwa ni furaha yetu tukiendelea kusifu, lakini sababu ya wakati tungependa tuimbe wimbo wa kumkaribisha mhubiri wetu jioni ya leo katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo umekaribishwa sana. Kwa majina ambaye anaongoza nyimbo hapa, naitwa Brother Dominic Wangangi, na mimi ni mchungaji kanisa la hapa Jomoko, na tunawaalika sana katika jina la Yesu Kristo. Mahali ulipo, ningekuomba tu kaa karibu na Biblia. Kama hauna, niko sure hauwezi kosa kalamu na karatasi. Andika kile tutasikia, na uende kwako nyumbani ukachunguza na Biblia yako, na ukaweza kuchunguza kama mhubiri amesema vile Biblia inasema. Na naamini ukifanya hivyo utaweza kubarikiwa sana. Kwa hivyo tutaimba wimbo wa Kiswahili hapa. Twasikia mwito kutoka mbali, tunapoalika mhubiri ama mtumishi wa Bwana wa jioni ya leo katika jina la Bwana Yesu Kristo.
wetu asifiwe. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe, watu wa Makongeni. Amen. Amen. Nafikiri pastor wetu ameomba, lakini kabla hatujasoma neno ni vizuri pia kwenda mbele za Bwana kwa neno la maombi. Alafu tutasoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 15 mpaka 19. That is Deuteronomy chapter 30 verse 15 to 19. Tauliza baada ya kuomba mchungaji wetu tutasomewe andiko kwa Kiswahili, lakini wacheni tuombe. Na nikiamini huku ni Kiambu County ya watu ambao wanaheshimu neno la Bwana. Kwa hivyo inatarajiwa wakati neno la Bwana linasomwa ama wakati watu wanapoomba, mtu yote ambaye anamcha Mungu ni vizuri kutii neno la Bwana na kuweza kusimama tu kama unatembea. Tabia nzuri ya Mkristo wa kawaida kusimama wakati watu wanaomba, kutoa kofia yako kama uko na kofia, kuonyesha tu heshima ya kwamba watu walio hapa wanatangaza Kristo ambaye pia wewe unamwamini. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hivyo ningeomba tuweze kuomba ili tuweze kufungua Biblia zetu na kusoma pale ndani. Mtakatifu Bwana wetu Yesu Kristo, tunalishukuru na kulibariki jina lako jioni ya leo, ya kwamba Bwana imekupendeza tukaweze kusimama katika uwanja huu, mahali ambapo abiria na wachukuzi wanafanya biashara yao. Wengine wako kwenye maduka, labda wengine wanapita njiani na wanasikia sauti yangu kama mtumishi wako Baba. Naomba ya kwamba mimi ukaniondoe njiani, ukachukua ushukani, ukaweze Bwana kunena na nafsi za watu wako ambao wanapita njiani ama wako sokoni ama wanasafiri, tukaweze kusema jambo moja ambalo linaweza Bwana kuwasongesha karibu na wewe. Niinue mimi mtumishi wako niseme yanayonihusu, bali Bwana ukakitoa kinywa changu nikaseme tu mausia yako, ili Bwana sifa na utukufu zikaweze kukurudia wewe. Tembelea huyo kijana labda ambaye ametanga mbali, ametafuta ukweli, labda mama fulani, labda mzee fulani, labda msichana fulani amekuwa akitafuta kujua ukweli, lakini Bwana hajaridhika. Kuna kitu moyoni mwake ambacho hakijaridhisha. Wacha jioni ya leo ikawa ni siku ambayo utaweza kunena huyo nafsi, wakaweza kukujua mema zaidi. Na achilia yote mikononi mwako, tunapolisoma neno lako Bwana ukalipake. Wacha Yesu Kristo ukajivutie walio wako, ili Bwana tufikapo kwa mwisho wa mkutano huu tukaseme kwa kweli ulikuwa na sababu ya kutusimamisha mahali hapa. Tunakushukuru tukisema ni asante kwa machache, katika jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Kumbukumbu la Torati, Brother Dominic, 30, nataka tusome chapter 30 and verse 15 all the way to 19, but I'll be capitalizing on verse 19. Amen. Nitasoma Kumbukumbu la Torati mlango wake ni wa 30 mstari wa 15 hadi 19. Ninasomeka hivi: Angalia, nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema, na mauti na mabaya. Kwa hivi nikuagizavyo leo kumpenda Bwana Mungu wako, kuenenda katika njia zake na kushika maagizo yake na amri zake na hukumu zake, upate kuwa hai na kuongezeka. Bwana Mungu wako apate kukubariki katika nchi uingiayo kuimiliki. Lakini moyo wako ukikengeuka, usipotoka kusikiza, lakini
ukavutwa kando kwenda kuabudu miungu mingine na kuitumikia, na wahubiri hivi leo, hakika mtaangamia. Hamtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi uivukiayo Yordani uingie kuimiliki. Nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Haleluya. Amen. Hayo ndiyo maneno ambayo tunataka kuzungumza jioni ya leo. Haleluya. Na mtaniruhusu ya kwamba hata haina haja kujua sana jina langu kwa sababu halina maana. Amen. Hata jina la makanisa iko mingi, imeitwa majina yote, haina haja ya kusema makanisa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ambacho ni cha maana sana ni tusemezane maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Nataka nizungumze na wewe mpendwa kuhusu jambo ambalo nataka kuita tazama liko lango, or behold there is a door. Kuna mlango, kwa sababu Mungu na Biblia imesema nimeweka mbele yako mlango ulio wazi. Amen. Nimeweka uovu na mema. Haleluya. Nimeweka kifo na mauti mbele yako. Kuna mlango umewekwa wazi. Amen. Sasa Mungu hayuko hapa kukulazimishia atikia hiyo mlango mzuri, hapana. Haleluya. I have set an open door before you. Nimeweka mlango ulio wazi mbele yako. In the time of Noah, wakati wa Noa, God did not force people to enter the ark. Mungu hakulazimisha watu waingie safina. He just told Noah, prepare the ark. Aliambia Nuhu, tengeneza safina. And he had the measurements. Na alikuwa na hesabu. Unajua jioni ya leo watu wanasema naenda mbinguni, naenda mbinguni, na nakwambia mbinguni imepimwa. Amen. Bwana tusiwe sana. Ndio maana Biblia ikasema sio wote wamwitao Bwana Bwana watakaoenda huko. Haleluya. Bwana tusifiwe. Amen. Nimeweka mbele yako mlango ulio wazi. Nimeweka mbele yako kifo na mauti na uzima. Na Biblia inasema ni wewe uchague. Angalia vile Mungu alifanya. Akaambia Nuhu, tengeneza safina. Na utatengeneza safina na mti huu. Amen. Na utatengeneza safina urefu huu. Amen. Na upana huu. Amen. Bwana tuasifiwe. Haleluya. Hatuoni mahali ambapo Mungu alisukumilia watu. The ark is there. Na akaweka mtumishi wake akasema, wewe ambia watu kuna mvua itanyesha. Amen. But because of the advancement of science, sababu ya maendeleo ya sayansi, I see that day, naona hiyo siku, because the word of God, sababu neno la Mungu has not come to you the way you want. Aliji kwako jinsi unavyotaka. God does not talk to you the way you want. Mungu hakunenei jinsi unavyotaka. Many times, wakati mwingi, God does not use the people you like. Mungu hatumii watu ambao unapenda. Angalia mtu kama Naamani. He was sick of leprosy. Alikuwa amegonjeka ukoma, hali ya watu wa hali ya juu. And someone to salute him. Na mtu amupigie saluti. But look at how God is bringing Naaman's healing. Lakini tazama vile Mungu analeta uponyaji wa Naamani. He does not use a doctor. Hatumii daktari. He does not use even a big man. Hata hatumii mtu ambaye ni mkuu. He uses a houseguard. Anatumia mfanyikazi nyumbani mwake. Maybe somebody would have loved a very huge person. Pengine Mungu mtu angependa awe mtu mnene with a dog collar, ambaye ako na hiyo dog collar and the back a Lexus 570 here, na ako na hiyo gari kubwa hapo, and with an outer rope, na ako na
God does not come to you the way you want. Mungu haji kwako jinsi unavyotaka. God has provided the way for everything. Mungu akona njia ambayo amepeana kwa sababu ya kila Therefore, even kitu. as we begin the crusade, Na tunapoanza we crusade shall leo, not preach to you the way you want. hatutakuhubiria vile unataka. We may not tell you the things you like hearing. Huenda hatutakuambia mambo ambayo We unataka are going kusikia. to tell you what is written. Tutakuambia kile We kimeandikwa. shall not preach to you like your pastor. Hatutakuhubiria kama mchungaji wako Or your church preaches. ama vile kanisa lako I hubiri. don't care what your moderator says. Sijali moderator anasema nini. Heaven and earth will pass away. Mbingu na nchi Your zitapita. pastor will pass away. Tunajua wako Your watapita. bishop will pass away. Bishop wako watapita. Your cardinals will pass away. Kardinali wako But the watapita. word of God, Lakini neno la Mungu Jesus Christ, Yesu Kristo is the same ni yeye yule yesterday, today. jana, leo, kesho na hata milele. So excuse me, sister. Kwa hivyo niruhusu dada, Excuse me, brother. niruhusu dada, We are a Bible believing church. sisi ni watu ambao wanaamini Biblia. I set before you Na kuambia mbele yako, an open door. nimeweka mbele yako mlango ulio wazi. There is death. Kuna kifo There is life. na kuna uzima There is evil. na kuna uovu There is good. na kuna mema. Choose. Chagua. So if I came with the outer robes Kama ningekuwa kuja na mavazi ya wahubiri and dog collars na ile dogo kola and park big cars here na tuweke magari makubwa hapa and I bring praise and worship na while tuweke here kikundi cha kuabudu ama kusifu hapa, with half dresses, wakiwa na mavazi ambayo ni nusu miniskirts, na mini skati and painted lips, na wamepaka wanja, and we start going down. na tuanze kwenda chini kwa chini. Maybe the field will be full. Pengine huu uwanja ungekuwa umejaa. Why? Kwa sababu gani? Because people look at the wrong things. Sababu watu utazama mambo ambayo ni makosa. Because when you bring naked women in the jukwaa, Maana unapoleta wanawake uchi katika jukwaa, boys and young men vijana na wasichana are not coming to hear the gospel. hawakuji kusikia They Injili, are coming to look at the manuals. wanakuja kuangalia matiti. We call it the name that they should be called. Tunaita yale majina yanafaa kuitwa. It's unfortunate Ni aibu that churches with archbishops makanisa yakiwa na maarchbishop and senior pastors na mapasta wakuu and right reverends, na mareverend wa kulia women are naked in the church wakiwa na uchi kanisani, and the pastors cannot talk. na wachungaji hawawezi wakaongea. You know why? Unajua ni kwa nini? Because the Bible says, Sababu Biblia inasema Isaiah 56, Isaya 56 pastors have become dogs that cannot bark. ya kwamba wachungaji wamekuwa maumbwa ambazo haziwezi zikabweka. Read your Bible. Soma Biblia yako. Isaiah chapter 56 Isaya 56 from verse 10. kuanzia mstari wa 10. Sister, read. Dada soma. Sister is reading there. Dada nasoma pale. The Bible says, Biblia inasema Isaiah 56 Isaya 56 from verse 9. kuanzia mstari wa 9 Pastors, shepherds ya kwamba wachungaji have become dogs wamekuwa maumbwa that are never satisfied. ambao hawaridhiki. That's why from January, Na ndio sababu kutoka mwezi wa kwanza panda mbegu, February, mwezi wa pili plant seed, panda mbegu, March, mwezi wa tatu plant seed, panda mbegu. and Wafeka came. Watu wafika wakinga Shamba gani utapanda vuna? Shamba gani hiyo? Akikona ikamba. Mungu alikuwa hata vuna tukage bo. Panda mbegu, panda mbegu. Panda mbegu, panda mbegu. Amen. Ukitaka kuponywa, panda mbegu. Amen. Ukitaka kuombewa mgonjwa apone,
mbegu. Siku hizi hata ukitaka kusikia mfu. Yaani mtu aliyekufa ako mochari. Ati nikikuja kuzika lazima mweke bahasha ya pasta. Pasta mbwa. Haleluya. Hiki kwa muni kiki atizo. Jesu aliamua kemate enywe. Tuko sawa. Amen. You are not following because of the word. Hamunifuati sababu ya neno. You are following because of fish. Munanifuata kwa sababu ya samaki. And Jesus said, Na Yesu akasema, if you don't eat my meat, kama mtakula nyama yangu, Hallelujah. Praise God. and drink my blood, na munywe damu yangu, Amen. you have no hamuna Hallelujah. part in me. sehemu ndani mwangu. Hallelujah. Glory. And the Father said, Na akaendelea kusema, my flesh damu yangu ama nyama yangu is meat indeed, ni chakula hakika, and my blood na damu yangu is a drink indeed. ni kinywaji hakika. Amen. Hallelujah. They start looking at him. Wakaanza kumtazama, This is funny doctrine. wakasema hii mafundisho ni ya kushangaza. He is the Son of Man. Yeye ni mwana wa Adamu, In him ndani mwake was the only provided way kulikuwa na njia ambayo ilipeanwa peke to yake get the kingdom of God. ili wewe uingie katika uzima wa He milele. is the only one who said, Ni yeye peke yake aliyesema, I am the way. mimi ndimi njia. Haleluya. Hallelujah. Amen. I know we have invented many ways. Najua tumebuni njia nyingi. Hallelujah. Some people Watu wengine have to go through the God the Father. lazima wapitie Mungu Baba. That's true. Praise God. Tutasilipwa Yes. kwa sababu aliye wa Mungu lazima asikie ukweli. Amen. Amina. Wengine ndio waende mbinguni, lazima wasalimie mahali hapa. Yes. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Haleluya. Ni mama ya Mungu. Nani alikwambia Mungu alizaliwa? Tuombee sisi wakosefu. Maria alikufa Amen. na mambo ya Maria na kuwa bikira ili kuishia hapo. Sure. Haleluya. Hata ukitafuta hiyo ndayo hiyo rosari, wacha kusema uitafune ukule umeze, utakufa. That's true. Brother. Utakufa tu. That's true. Sure. Tulikuwa mahali tukisafiri, sister, I say this everywhere. Yaani tu karibu tunakuwa na gari na mwanamke ameketi kando yangu, anasema Maria mtakatifu, Maria mtakatifu, anashika rosari ati Maria atuokoe na ajali. Nilikuwa nasema hapa kama tunategemea za Maria hapa tutakufa na tutazikwa, sababu hapa Maria hatatuokoa. Amen. Because the Bible says Biblia inasema the name of the Lord, jina la Bwana Praise. not the name of Maria, No. sio jina la Maria. the Lord, Jina la Bwana the mighty power ndiyo ngome imara. of the Lord. Haleluya. Amen. Watu wako kwa sio za Maria utakufa. Watakufa. That's true, brother. Nenda katika hospitali wakiombea mtu na jina la Maria, atakufa Kabisa. Hallelujah. na mtazika yeye. Hallelujah. Lakini ukimweka kwa jina la Yesu, Haleluya. because the name of Jesus Yes. is feared in hell, Amen. it is feared here on earth, Amen. even it is not in heaven. Haleluya. Kwa sababu jina la Yesu linaogopewa kuzimu, linaogopewa hapa ulimwenguni na hata pia tu mbinguni. Hallelujah. Praise. I tell the Trinitarians, Naambia watu wa kuabudu katika utatu, the devils don't fear the name of the Father. Sure. shetani aogopi jina la Baba. Sasa hapa nikisema "Wewe baba, 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 hey, baba," Yes. Hallelujah. hivi mbona yeye somo za baba? Kila mtu ni baba.
Hapa. Mama. I have said before thee, nimeweka mbele yenu an open door, mlango ulio wazi, life and death, uzima na kifo, Hallelujah. good and evil. mema na mabaya. And Moses says, Na Musa anasema you choose. chagua. Praise the Lord. Amen. You know, I know what I have said. Unajua tayari kile nimesema, Maybe I've said some. Said away some. pengine wengine wameenda. Because any preacher that does not preach like your moderator is not a preacher. Sababu mhubiri yote ambaye hubiri kama moderator wenu sio mhubiri. And I start by telling you, Na ninaanza kwa kukuambia even some of the titles the Christian church so called, hata vichwa ama vyeo vya watu wa kanisa that we are seeing today, ambavyo tunavisikia leo they are not in the Bible. hasiko ndani ya Biblia. I have not seen a title Sijawahi ona of some cheo moderator cha mtu ambaye anaitwa in moderator the Bible. ndani ya Biblia Church of Jesus Christ. katika kanisa la Yesu In Kristo. case of Bible, bring me the title moderator. Biblia iko hapa, leta jina moderator. Bring me. Nionyeshe. Maybe my church should ordain me as a moderator also. Pengine kanisa langu litanifanya kuwa moderator. But it is not there, brother. Lakini aliko pale ndugu. Give me senior pastor. Senior. Nionyeshe hiyo jina pastor aliye mkuu. Senior pastor. Pastor, senior pastor. Senior. Who you see pastor? You see pastor? Who you see? Senior. Where? Iko wapi? The Bible does not have rubbish. Biblia haina hiyo takataka. And I go to Western. Enda kule Western Magharibi. Women moderators. Wanawake moderator. They are called the district women directors in the church. Ndani ya kanisa. District women director in the church. Where? Wako wapi? In the church of Jesus Christ. Ndani ya kanisa la Yesu There Kristo. were better women. Kulikuwa na wanawake wazuri. They were dressing well. Walivalia vizuri. They were not even pastors. Hata hawakuwa wachungaji. They were not putting on miniskirts Hawakuvalia maminiskati. and the painting of lips and nails. Na wanapaka makucha na midomo marangi. Do you know how God hates painting of faces and lips? Unajua vile Mungu anachukia kuweka marangi katika kucha na mdomo. Ati kanisa letu alihubiri hivyo. Mimi sijahubiri kama kanisa letu. Mimi sio wenu. Mimi nakuambia vile kumeandikwa Katika Biblia mzima, ya kwamba in the Bible, in our Bible, katika Biblia mzima we find one woman, kuna mwanamke mmoja tunapata pale. only one, Mmoja tu by the name of Jezebel. kwa jina la Yezebeli. Pastors hawasemi ukweli kwa sababu wanataka tumbo zijae. Amen. Niangalia vizuri, si chakula ya kanisa. Mimi si chakula ya kanisa. Sikulani. Nafanya kazi na mikono yangu. Amen. Nilishe familia yangu. Amen. Kwa hivyo usini confuse na matapeli wa ubiri ambao wanabeba vyombo vya sadaka kwa crusade kama hii. Ati una support ministry gani? Watu ambao wajui Mungu wanauza kondomu kwa duka zao. Sigara. Ati wa support ministry gani? Soko imenyamaza. Acha nyamaza kwanza. Amen. Utapeli. I challenge the pastor here. Na pea pambano kila mchungaji hapa. To bring me one scripture. Aniletee andiko moja. Says
doctrine of the devil. Hiyo ni mafundisho kimashetani. Hallelujah. Hallelujah. Free we are given. Tumepewa bure. We should be given free. Na tunafaa tupende bure. Because every gharama yote has already been paid. Sababu all the price imelipwa. Jesus paid it all. Yesu alilipa yote. For you to go to heaven, Kwako kwenda mbinguni, no pastor should ask for a shilling. hakuna mchungaji anafaa itishe shilingi. For you to go to heaven, Wewe kwenda mbinguni, you are not supposed to pay anything to the church. haufai kulipa kanisa chochote. Nowadays you want to get saved, Leo nataka uokolewe, you pay money to become a church member. na unalipa pesa uwe mshirika wa kanisa. You pay money for baptism. Unalipa pesa za kubatizwa. You pay money ya msimamizi wa kubatizwa. Unalipa pesa za msimamizi wako wa kubatizwa. Unapobatizwa, Yani, if you have a baptism card, kama uko na kadi ya ubatizo, go and tear it into pieces. enda uikatakate. I did tear mine Mimi nilikatakata yangu because I grew in African Brother Church in Machakos. sababu nililetolewa katika African Brotherhood pale Machakos. That is why I ran the foolishness of denomination of catechism. Hapo ndipo nilisomea huo upumbavu wa udhehebu ya kufanya katikism. Ngai nimeanga, ngai na tata, ngai ata, ngai mwana, ngai beba. Now, Amen. and for you to be baptized, Brother Dominic, Na wewe ubatizwe, ndugu Dominic, you have to recite the 7 sacraments. lazima uweze kusema kutoka kwa akili zile sakramenti 7. Na sakramenti ni ziana, sakramenti ni mwanza. Sakramenti ni ngapi? Ni 7, na ndizo hizi. Something wrong somewhere. Kuna kitu makosa mahali fulani. My Bible tells me, Biblia yangu inaniambia, he that believeth, anayeamini and is baptized, na amebatizwa, not he that believeth na sio yule anaamini and go to catechism na anaenda katikisumu and greet the pastor, na asalimia mchungaji appears in the register of the church. na aeko katika rejista kanisa. Hapana. Jesus said, Yesu alisema, he that believeth yeyote and aminiye is baptized na kubatizwa shall be saved. ataokoka. Hallelujah. I am setting before you Naweka mbele zenu an open door. mlango ulio wazi. I'm not here to ask you, brother, Siku hapa kukuuliza ndugu, did you understand what I said about Mary's prayer? unaelewa vile nilisema kuhusu maombi ya Mariamu? No. Hapana. If you want to continue, continue. Wewe ukitaka kuendelea, endelea. But there is free salvation here. Lakini kuna wokovu wa bure hapa. I am brother there. Ndugu yangu mdogo pale, Don't be deceived. uenda pengine ulidanganyika, Don't be deceived. Don't be deceived. au usidanganyike, There is any other way. na kwamba kuna njia ingine yote. Is one and the only way Yesu Kristo ndio njia iliyo moja to pekee yake eternal life. ya kupata uzima wa milele. He says, I am the way. Anasema mimi ndimi njia. And Jesus Na Yesu is not the second God in Trinity. sio Mungu wa pili katika utatu. Yesu ni wewe ngai wa keli katika kutatua mtego. Do you realize Wewe unatambua that in the whole Bible, katika Biblia mzima King James, NIV, Standard, what? taja zote, Kamba. There is nothing like Trinity in the Bible. hakuna kitu kama utatu ndani ya Biblia. Hakuna. Me. This is something that started by Rome. Hii ni kitu ambacho kilianzia pale Roma. And because as we finish on Sunday, Na sababu tunapomalizia Jumapili, we shall be taking you to Revelation 17, tutaenda katika Ufunuo 17. where we have a woman there Mahali tuna mwanamke pale dressed amevalia in what? In red. katika kana vazi nyekundu And he sits on many waters. na amekalia maji mengi.
Hallelujah. Haleluya. We shall tell you that woman is. Tutakuambia wewe mwanamke ni nani. Because in the Bible, Sababu ndani ya when you Biblia find the one woman, unapopata jina mwanamke, hiyo inamaanisha kanisa. John Kwa hivyo Yohana sees a woman aliona mwanamke sitting on many waters. akikalia maji mengi. Many waters Maji mengi as a representation inawakilisha of multitudes of people. wingi wa watu. Look, Angalia, the Bible says, Biblia inasema this woman, huyu mwanamke, Revelation 17, Ufunuo 17, she had caused nations amefanya mataifa and tongues na watu wa kabila nyingi to drink the wine of her fornication. kukunywa ule mvinyo wa usherati wake. Who is a harlot? Kahaba ni nani? It's a woman who lives her matrimonial home. Ni mwanamke ambaye anaacha boma yake ya ndoa. Because the Bible tells us Sababu Biblia inasema Paul Paulo espoused us to one man, alitupozea mume mmoja, and that is Jesus Christ. na yeye ni Yesu Kristo. Who is Jesus? Na Yesu ni nani? Not the second God, Sio Mungu wa pili, not the son of Mary. si mwana wa Mariamu. Jesus never even called Mary my mother. Hata Yesu hakuita Mariamu mama yangu. No, sir. Hapana Bwana. He called her a woman. Alimuita mwanamke. Oh, hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Munanisikia? Unajua siku moja utaona hii video ikichezwa mbele zako. Haleluya. Yeah. Kama vile nimesema, usidhanie tumekuja hapa tutakishe pesa. Yes, sir. Asa. Amen. Pesa ni si akuita na sio. Amen. Pesa ni yako kama nayo. Tutakipesa. Sadaka hapana. Ukitaka kunitolea sadaka, ukubali nikupeleke kwa maji mengi kwanza. Maji mengi. Si maji ya birika. Si maji ya kidole. Sababu wengine wanafanywa itikadi ya dini. Amen. Yaani unataka kuniambia ati huyu ndugu nimbatize, niweke kidole yangu kwa maji, nimfanye hivi? Ati sasa wewe nimekubatiza. Sasa Yes. nimekubatiza. Unachoma msalaba kwa uso, sio kubatizwa. That's true. Sio baptism. That's true. Wengine niliva, shika, baba, abaya pink, kitambaya pink. Hiyo ni mambo mengine. Amen. Sio kubatizwa. That's true. Western, wengine wanaolewa meno mbili chini, meno mbili juu, hata wamebatizwa. Sikiza nikueleze. Amen. Kubatizwa ni lazima. Amen. Kubatizwa ni lazima. Amen. Uingie kwa maji. Hallelujah. Yesu aliingia kwa maji. Na akaonyesha njia. Sasa kama uko pale na wewe kweli mahali huko haujawahi tumbukizwa kwa maji mengi hivi na ukazama hata nywele na miguu ukazamishwa, hujabatizwa bado. Amen. Tuambiane tu kweli. Sababu neno kubatizwa inamaanisha immerse, kuzika. Hallelujah. Amen. Ama kutumbukiza. Ni kutobokio. Kuzamisha. Ni kutobokio. Ni watobokio mahaine. Tone kukufatithia. Umezamishwa ndani ya maji, huo ndio ubatizo. Wangapi wanafuata mhubiri? Amen. Asante, naona huko kuna watu wananifuata. Hallelujah. Lakini unajua hata usiponifuata, yaani unanisikia. Utahukumiwa kwa kunifuata, utahukumiwa kwa kunisikia na kutokutenda kile nasema. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Acha nimalize, tatubiringi sana. Na tukabaki hapa. Ukiwa na swali usiende mbali. Yes. Usiende mbali. Sababu Sunday tutamaliza kusomea tena Ufunuo 18 mstari wa 4. Amen. But there is an Exodus in yesterday.
ya kwamba kuna kutoka ndani ya safari, where people have to come out, mahali ambapo watu lazima watoke of systems of men, kutoka katika mifumo ya wanadamu, and accept the Lord Jesus Christ. na wamkubali Bwana Yesu Kristo. Hallelujah. Haleluya! You know Paul, Unajua Paulo when he was Saul, alipokuwa akiitwa Sauli, he was so dedicated, alikuwa amejitolea sana, so dedicated. amejitolea And sana. the Bible says, Na Biblia inasema when he met the pillar of fire, alipokutana na nguzo la moto, he started learning Jesus afresh. alianza kujifunza Yesu upya. And the Bible says, Na Biblia inasema the thing that Gamaliel had taught him, mambo ambayo Gamalieli alimfunza he counted as done. alihesabu kama mafi. Oh, Haleluya! at my dress, my choice. My dress, my Ati choice. vazi langu chaguo langu, My dress, vazi langu my choice. chaguo langu. Sheep has no choice. Kondoo hawana uchaguzi. That's why I'm saying Na ndio maana nimesema we are made women in the pulpit tumefanya wanawake kuwa katika mabara with miniskirt wakiwa na maminiskati and the tumbo cut. na matumbo kati. See the choir. Ati kwaya, Sisi wanawako tunakuja dama. Angalia. Wakiwa mikono angalia. Mikono nje. Manyonyo zinatoka. Sisi wanawako. Mungu anasikia kutapika. amen. Kuna vitu zinafanyika na watu wa makanisa. Zinafanya Mungu asikie kutapika. Brother, nisomee, nitasoma kesho. Yes. Nisomee Kumbukumbu ya Torati 22. Deuteronomy chapter 22. Sikia hii hautararua, hata ukirarua itabaki kwa rekodi ya Mungu. Soma nimalize niende nyumbani. Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5. Mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume. Takikeli yawe. Wewe sikiliza hapa. Modomoka. Mwanamke. Unajua siku hizi kuna shida. Kwa sababu makanisa zingine hata tujui nani mwanamke, nani mwanaume. Sababu wote wamevaa malongi. That's true. Mwanamke amenyoa nywele. Mume amesokota nywele. Sasa what is this? Perversion of the devil. Upotovu wa shetani. Sikia maandiko yanayosomwa na wahubiri kwa makanisa. Sikiliza. Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5. Enda usome yako ya Kikamba. Enda usome yako ya Kimaasai. Enda usome yako ya Kikuyu. Amen. Mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume. Ngoja. Mwanamke. Yes. Yaani mwanamke ni mtu aliye na nyoyo kubwa. Ukisema mwanamke, sasa lazima udhibitishe vizuri. Amen. Etawo modomoka ni modo wina manyono mane nane kama makwa manyono mane nane na modo wina hips ile kidogo. Yes. Waso no etawo modomoka. Utale na beru. Ana dem. Yes. Tini Roma. Sio yeye, wacha tusome. Mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume. Sasa nianze kufundisha Wakikuyu. Niko na mtoto wa miaka 5 na hata akienda shule alikataa kuvaa karongi. Akasema dadi, mimi nitavaa skati. Yes. Lakini leo makanisani, charities of churches hawana adabu. Macheerleader wa makanisa hawana adabu. Charity title ni kwa Biblia kwanza. Cheo ambacho hakuna ndani ya Biblia, cheerleader. Choir, praise and worship ni malongi. Choir na tulongi na tutupo katwa black. Alafu wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke.
Kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Yaani Mungu, wacha nifunge macho nisamone naangalia watu. Yes. Nifunge macho. Yaani Mungu mahali yuko sahihi. Yaani akiona mwanamke, mimi nifunge macho sijui nani ananizingira. Lakini Mungu akifunga, yaani Mungu akiona mwanamke na longi, anasikia kutapika. Haleluya. Abomination kwa Kikuyu inasema niondo wena magigi. Nitoya ukora kiwi kimedado. Kiwi nitakuletea. Ni kama vile unakutaka kiumbwa kimekunya mahali. Yes. Anaomba kusema kimekunya. Yaani unakuta kiumbwa kimekunya mahali na mainzi zimezunguka. Yaani Mungu anapoona mwanamke na longi, Mungu anasikia hivyo. Ndio hiyo. Mungu anasema mwanamke akivaa longi, machukizo. Amen. Pastor atasema hivyo. Yes sir. Baba anataka sadaka. Amen. Biblia. Amen. Amen. Penda usipende, hiyo ni Biblia. Hallelujah. Yes sir. Hallelujah. Amen. Wanaoenda mbinguni tunawaambianga vile imeandikwa. Amen. Nimepiga hata Nigeria na niwaambia hivyo. Yes sir. Ndio. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Tulikwambia kanisa letu linaitwa Bible Believers. Amen. Sisi tunaamini Biblia. Ikisema ni machukizo, tunayaita machukizo. Hallelujah. Hallelujah. Kwani mimi niko na mbingu yako kupeleka watu mngapi? Sina. Hauna. Mbingu ni moja na wacha niweke wazi nikimaliza. Yes sir. Yaani mbinguni brother. Kimono. Hakuna mwanamke ataingia na longi. Hakuna. Amen. Hakuna. Sababu Biblia inasema Ufunuo 6:11. Wakati John aliona kule mbinguni, aliona wamevaa. Amen. Ufunuo 6:11. Yes, John aliona mbinguni wamevaa ile mrefu. Yes. Trouser. Amen. Bishop wenu mwenye anataka pesa. Hallelujah. I'm finishing. That's why I told you Isaiah said. Mimi si Jamani, nikakwambia Isaiah alisema, mimi si Mkorino. I'm not a Gorino. But the Mkorino sang for us. Lakini Mkorino alituimbia. Isaiah mera kweta nona yako. Tadoba doa koro yomwe. Amen. Soma somo sio mmoja wao. Ile moyo yangu bichaida wito. Nyinyi mnakula kondoo za baba yetu. Leta sadaka. Leta mbegu. Na wewe mwanamke pumbavu. Hawezi ukauliza hii malongi zilitoka wapi kwa wanawake? Sababu sister fresh yako hapa. Wewe unayenichukia niangalie. Mimi nimezoea kuchukiwa na watu nikihubiri. Yes. Nimeshazoea. Ati watu watika hata ni karibu. Sasa nini? Amen. But I want you to understand. Nataka uelewe. There must come a preacher. Lazima kuje mhubiri who will not spare you ambaye hata jali your bad behavior. tabia yako ambayo ni mbovu. He will speak it out. Ataiongea. Sikia nikwambie. Listen. Shosho yangu. Ona sogwa. Oso. Nyanya yako. Kuna kitu alikuwa anaita kugonga nguo kwa wanawake. Angalia. Hata umeshikwa na kizunguzungu. Kwa mzungu umeshikwa na kizunguzungu instead.
Amen. Mwanamke wa kawaida wa Mwafrika. Yes. Hey, wanawake niangalieni. Mnichukie lakini mniangalie. Mwanamke wa Afrika alikuwa na tabia ya kike ya kuonga nguo. Hivi. Ona hivi sasa hivi. Ukitaka kuketi chini, sio hivi. Yes. Unakuta mwanamke sokoni hata hana adabu, ataweka hivi. Mwanamke. Aibu kwako wewe. Ningekuwa sitawaka kijana wangu wa karibia kama wewe utamtoa na viboko. Hii si tabia mwanamke wa nyumbani. Na hivi mwanamke wa Afrika Mogekolo na Moikaba noki na ngome ogo. Hey, angalia hivi. 1 2 3. Ogo. Yes sir. Mutumia Mogekolo na Moikaba noki na kiaro vile guo na agikara wikara tu hapo ngeteka ya ndeo. Hey. Ago kana geteo ogwo. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa hata ukinichukia, hata tamaduni za kawaida zinakwambia. Sasa hivi watu wanataka kuchukulia mawe. Na Biblia imesema mimi sina vita na watu. Moses alisema nimeweka uzima na maumizi kuchagulii. Wewe utakwenda hata kesho kuja na panti. Hallelujah. Kwa shida na wewe. Yes sir. Takuta wewe ni kahaba. Kabisa. Hallelujah. Amen. Watu ndio watakuja kuzidi kesho kwa sababu ubiri kesho msikoze kuja. Amen. But somehow hata hivyo there will come a preacher, kutakuja mhubiri who will speak it out, ambaye atainena to signal your heart, ili aweze kuweka kitu ndani ya moyo wako, asking yourself, na uanze kujiuliza. We read the scripture to us. Samuel anasema hiyo ni maandiko kweli? Hebu nijisomee. Sababu haijawahi julikana ya kwamba Biblia imekataza wanawake kuvaa malongo. But that is the Bible. Amen. That is the word. Amen. Hata mbinguni hakuna malongi. Hakuna. Amen. Hakuna. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nilikwambia ni mwanamke mmoja alipatikana katika Biblia. Amejipondoa. Yes sir. Amejipaka wanja. Alikuwa anaitwa Jezebel. Ndiko kimwanamke cha kwanza kilipatikana Kitex. Na hii Kitex. Wafalme wa kwanza 19 second order. Wataenda kusoma kesho. Amen. Wafalme wa pili, wafalme wa pili, wafalme wa kwanza. Wafalme wa pili 9:30. Wisoma. Hata Yehu tunasoma Wafalme wa pili mlango wa 9 mstari wa kuanzia 30. Hata Yehu alipofika Yezreeli, Yezebeli akapata habari, akatia uwanja machoni pake. Wewe unafikiria tu wewe unajirembesha ukijipaka marai kwa midomo. Jezebeli alifanya mbele yako. Yes sir. Na Jezebeli hapo 16, Jezebeli alikuwa kishosho kabisa. Mungu anaangaliana, angalia mwili. Naambianga watu Sunday, barisha mwili wako miniskirt, na weka mkono nje, wacha mwili kanisani, peleka hiyo roho kanisani. Mungu anaangaliana roho, anaangaliana mwili, Mungu anaangaliana mavazi. God is very concerned. Amen. We preach salvation from outside inside. Mungu anahusika sana. Tunahubiri wokovu kutoka ndani tukienda nje. Yes sir. Yaani ukiona mwanamke amejipondoa. Yaani unajua domele nini maliza hata sine nilikuwa nihubiri kitu kingine. Yes sir. Sijui roho ameleta kwa nini mimi nitokole roho za watu. Yes.
Unajua hizi nywele na Kikuyu ciĩtagwo rokobe. Rokobe. Rokobe rĩ, thikĩrĩria kwĩwe, ũthiĩ ũrĩa guka wanyu. Rokobe rĩ, rwaĩrwo mũtumia. Hizi nywele za sema hizo. Hizi za macho hizi. Hizi eyebrows zilipewa mwanamke. Lega kwa riwa. Ndio kukiwaka jua sana. Anakuja rokobe. Ndio anakuja huo unyuzi. Ndio ifunike impatie shade. Asichomeke kwa jicho. Amen. Ndio nasikia shosho anamotile rokobe ma. Amenyoa. Wamenyoa? Yes. Hapa ni rangi ya papo, hapa ni ya kilini. Kama mtu anakaa kisanamu kimetoka kuchota damu ya watu. We have a redeeming gospel. Tuna injili inayokomboa. When you believe with this word, unapoamini hili neno, you start teaching yourself Jesus afresh. Unaanza kujifunza Yesu upya. We start teaching you the basics of the Bible. Tunaanza kukufunza misingi ya Biblia. We start telling you, tunaanza kukuambia there is only one God. Kuna Mungu mmoja. The faith in three gods. Hakuna miungu watatu. The faith in three gods. Imani ndani ya miungu watatu. It is unscriptural. Sio ya kimaandiko. Hallelujah. Amen. Allow me to find a place to cross. Sikia nikwambie. Yohana 10 mstari wa kwanza, mstari wa 7 na mstari wa 9. Yesu anasisitiza kwamba mimi ndimi mlango. Amen. Wakati tulisoma maandiko ikasema, I said before you an open door. Nimeweka mbele zako mlango ulio wazi. This door is Jesus Christ. Huu mlango ni Bwana Yesu Kristo. In him, ndani mwake you get life. Unapata uzima. In him, ndani mwake you get curse. Unapata laana. In him, ndani mwake you get good. Unapata mema. People are fond of saying God is good all the time. It's good all the time. And all the time God is good. And that is political. Hiyo ni ya kisiasa. Siasa, wacha na wasiasa na sehemu za wasiasa. God is not good all the time. Amen. If you find a woman with painted lips, God cannot be good to you. Amen. Akipata mwanamke ambaye ameweka wanja katika mdomo wake, Mungu hatakuwa mwema kwako. If you find a pastor, akipata mchungaji making men of God to plant the seed, akifanya watu wa Mungu wapande mbegu, God cannot be good at that time. Mungu hatakuwa mzuri kwa wakati huo. One time, sababu wakati mmoja Jesus went to the temple. Yesu alienda kanisani na akawapata wakiuza. Was he good? Alikuwa mwema? No, sir. Na pana Bwana. He took a whip. Alichukua kiboko. Was he good? Alikuwa mzuri? He wasn't good. Hakuwa mzuri wakati huo. Watu wenye wanasema ati God is good all the time. Ati Mungu ni mwema kila wakati. God is not good all the time. When you break his word, unapokuja neno lako. Maybe there is a woman here. Maybe there is a man here. Kuna mwanamke au mwanaume mwenye anapotea. That is why. Na ndio sababu I am here screaming. Niko hapa nikipasa sauti. So that you, ili wewe and you, na wewe, I tell you, niwaambie there is a better way of worship. Kuna njia iliyo bora ya kuabudu. There is a better way to know the Lord Jesus. Kuna njia bora ya kumjua Bwana Yesu Kristo. There is a better way of baptism. Kuna njia bora ya ubatizo. There is a better way of repentance. Kuna njia bora ya kutubu. There is a better way, sister, of dressing. Kuna njia bora ya kuvalia, ewe dada. Maybe your pastor does not want to speak about it. Pengine mchungaji wako hataki kusema. If he hits on the miniskirts. Sababu if he hits on miniskirts. Anapenda hizo. If he hits. Ati atakuwa akigonga.
akihubiri kuhusu miniskirt, all the girls will run away. All the girls, wasichana wote watatoroka, will run away. watatoroka. All the rich people, Watu wote wenye pesa bring big offering, ambao wanaleta dhabihu ili pesa wengi watatoroka. but one day, Lakini siku moja to come a preacher utakuja that mhubiri is not interested in your money, ambaye hataki pesa yako, is not interested with you knowing them. hataki hata umjue, He wants you to know the truth. anataka wewe ujue ukweli. Because Jesus says, Sababu Yesu alisema, I am the door. alisema mimi ndimi mlango, And he said, na akasema no one cometh to the Father hakuna mtu yeyote ndiye kwa Baba but by my way. ila kwa njia yangu I mimi. am the way to the Father. Mimi ndio njia kwenda If kwa you Baba. want to go to heaven, Ukitaka kwenda mbinguni, the way njia is the Lord Jesus ni Christ. Bwana Yesu Kristo. No other way. Hakuna njia nyingine. Bishop is not the way. Bishop sio njia, Pope is not the way. Papa sio njia, Your church is not the way. kanisa lako sio My njia, church is not the way. kanisa langu sio There is njia. only one way. Kuna njia moja peke yake, Jesus Christ. na njia ni Yesu Kristo. And who is Jesus Na Christ? Yesu Kristo ni nani? Jesus Christ Yesu is Kristo the word. ni neno. Glory. Whatever we shall preach here Chochote tutahubiri hapa from today kutoka leo until Sunday, hadi Jumapili, challenged by the word. iangalie kwa maandiko Huwa hatujibu maswali ya makanisa. makanisa Amen. na maswali ya kijinga. We only answer Bible questions. Amen. Huwa tunajibu maswali ya kimaandiko. Yeah. Hapa. Tell me the preacher. Tell me preacher. Niambie mhubiri, You have said umesema we should not put on trousers as women. hatufai kuvaa mavazi ya wanaume kama wanawake. But here, Lakini hapa Apostle Paul says, Paulo anasema my dress, vazi langu, my choice. chaguo langu. Even my wife tomorrow will put on a trouser. Hata mke wangu kesho atavalia hiyo longi. Bring me the Bible question. Nipatie swali la kimaandiko. But I can tell you people are in the churches Lakini nakuambia watu wako ndani ya makanisa deceived wakiwa wamedanganyika that they are going to heaven. ya kwamba wanaenda mbinguni. And in the day of Jesus Christ, Na siku za Bwana Yesu Kristo, the most vulnerable people, na watu ambao walikuwa the people that are prone to shock, watu ambao watashangaa sana, and people who are in church, ni watu ambao wako ndani ya paying makanisa tithes, wakilipa fungu la paying kumi, offering, wakilipa sadaka, planting seed, wakipanda mbegu, and the rapture will take place, na unyakuzi utatendeka, and they will remain here. na watabaki hapa. So blessed is you Ubarikiwe wewe that you are listening to me today. ambao unanisikiza jioni ya leo. Be like the believers of Berea. Kuwa kama wale waaminio wa Berea. Don't get annoyed at the preacher that he has preached. Usikasirikie mhubiri sababu amekuhubiri. Ask, where was he reading? Uliza alisoma wapi. People want to pray about it. Wacha niende nikaiombee. Scrutinize the Bible. Wacha niangalie na Because kimaandiko. the Bible is the only way. Sababu Biblia ndio njia pekee. I know Najua there are some churches kuna makanisa that mengine have more Bible books. yako na vitabu vingi. Let me finish by this statement. Wacha nimalizie kwa tamshi hili. Because tomorrow is not ours. Sababu kesho sio yetu. Let me tell you, sister. Wacha nikwambie dada. Let nobody lie to you Usidanganywe na mtu yeyote that you will live the way you want, ya kwamba utaishi vile unataka, and the day you die, na siku utakayokufa there is a prayer we shall pray for you ati kuna maombi tutakuombea to change your destiny. ati tubadilishe hatima yako. No. Hakuna. Kwani kuna wale watu wanakuja na ile maji. Maji ya kubariki mwili. Kubariki mwili. Huyu uchawi. Tunabariki mwili gereza. Tunabariki gereza na upokee roho ya huyu mtu. Roho wakati ulitoka katika mwili ilienda kuzimu ama paradise. Yes sir. There is no prayer that can be offered over your body to go to heaven. Hakuna ombi linaweza fanywa kwa mwili wako uende mbinguni. Stafresia, but there is a place if you die. Ati kuna mahali ukikufa Kept a place. unawekwa mahali
ati wasona ni mwaki umemehia maki unalambalabwa na moto, unatolewa makosa. And every Saturday, na kila Jumamosi mwana anaenda anachukua watu wamelambalambwa na moshi. Moshi mtu wapi? Kwanza nani alikwambia mbinguni kuna Saturday? Hakuna Saturday. Wewe. Yes. Ati mwana kuna vitabu tunasoma za makanisa ati kila Saturday Yesu anachukua roho ama ni nafsi ambazo zimelambwa na moto, zimeondolewa mehia makemerera, anapelekea Maria, ndio Maria apelekee Mungu. Nisikilize. Those are doctrines of the devil. Hayo ni mafundisho ya kimashetani. That's why Paul says, na ndio maana Paulo alisema, the Spirit speaketh expressly, Roho anena waziwazi, that in the last days, ya kwamba siku za mwisho people shall depart from the truth, watu wataondokea ule ukweli, and they shall turn to the doctrines of the devil, na watageukia mafundisho ya kimashetani. One oigara muno matuko maria magoka andu amwe magapigana na ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai, makaigua maroho marĩa we mahenanagia na mũrutani ma Ngai mũno. Hallelujah. This is Apostle Paul. Huyo ni mtume Paulo. Sister and my brother, ndugu na yangu, somebody say mbona mhujua hujiana maroro dena maroro ni shetani. Mimi niko na uchungu na shetani. Niko na haro na hato. Sina vita na watu. Niko na haro na msukani. Mimi nakuanga na vita na shetani, sababu ya kukosesha watoto wa Mungu. Praise the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Bwana asifiwe. Today was just an opening service. Leo ilikuwa tu ni ibada ya kufungua ibada. Please come tomorrow. Kuja kesho tafadhali. Come on Saturday. Kuja Jumamosi. Come on Sunday. Kuja Jumapili. We shall teach you this Bible afresh. Tutakuonyesha hii Biblia upya. We shall tell you what the Bible says. Tutakuambia kile Biblia inasema. Because sababu in our churches, ndani ya makanisa yetu, we are picking what we want. Tunachukua kile tunataka, what we feel is right, na kile tunahisi ya kwamba ni chema, what condemns our churches, na kile ambacho kinahukumu makanisa yetu, systems, na mifumo yetu, we put away. Tunaweka kando. But we eat the whole word. Lakini tunakula neno yote. Why? Kwa nini? As I finish. Ninapomaliza. In Israel, ndani ya Israeli, Mugabe, they were forced, walilazimishwa to take the whole lamb. Wakule mwana kondoo wote. Hey, Dominic. Yes. Hata mavi iliyokuwa ndani ya mwana kondoo hawako watupe. Yes sir. Amen. Amen. Brother, una mbingi mimi najidasi bwana kuja jiogwa. Nisikie nikueleze. Yes. Kwa Israeli, they were to eat complete lamb. Walikuwa kule mwana kondoo mzima. Na sisi tunalisha watu wa Makongeni the whole lamb. Amen. What you like and what you don't like, kile unapenda na kile upendi, you have to swallow it. lazima umeze. Why? Kwa nini? Because it's the whole word of God. Sababu ni neno lote la Mungu. And that is what will take us in heaven. Na hicho ndicho kitatupeleka mbinguni. Your pastor may not tell you the truth. Huenda mchungaji wako atakwambia ukweli. Your bishop may not speak it right. Huenda bishop wako ataisema vile But as I have inastahili. said one time, one day, Na kama nilivyosema wakati mmoja, siku moja, God anoints a preacher Mungu humpaka mhubiri to pass your way. Apitie njia yako. Brother Gashi, Jesus is passing this way. Yesu apita hivi leo. Passing this way. Jesus is passing this way. Yesu apita hivi leo. Many things Mambo mengi that we preachers, ambao sisi wahubiri we are fearing to tear into. tunaogopa kuisema ama kuyasema, But in the day of judgment, lakini siku ya hukumu, if there are people who be judged harshly, kama kuna watu watahukumiwa sana, it's the pastors and preachers like myself, ni wachungaji na wahubiri kama mimi, for making the children of God
wa kufanya watoto wa Mungu go astray. waende njia But makosa. this evening, Lakini jioni ya leo I offer myself ninajitoa mimi mwenyewe to be that preacher kuwa yule mhubiri that will tell you the truth. ambaye atakwambia ukweli. Yesu apita Leo, 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 Yesu apita leo, apita hapa leo. Yesu apita leo, leo, Yesu apita leo, apita hapa leo. Yesu apita leo, Jesus is passing This way, this way, this way. Jesus is passing this way. He's passing this way. I want to close. Nataka nifunge. We are a church Sisi ni kanisa, that believes in divine healing. tunaamini katika uponyaji wa kiungu, We believe in deliverance. tunaamini kukombolewa, We believe in salvation. tunaamini wokovu, But we don't force it on people. lakini hatulazimishi watu. No. Hapana, Salvation is yours. wokovu ni wako. If you are there, Kama uko pale, we don't ask for any money. hatuulizi pesa zozote, Because all that you are supposed to pay sababu chote ambacho for salvation, kwa sababu for ya wokovu, healing, kwa sababu for ya uponyaji, miracles, na kwa sababu ya muujiza, Jesus paid at Calvary. Yesu alilipa Kalvari. As a preacher, Kama mhubiri, I am just a vessel mimi ni chombo tu that God can use to reach out to you. ambacho Mungu anatumia akufikie. You are not supposed to pay anything. Haufai kulipa chochote, But my dear, be there, my sister and my brother. lakini unaweza kuwa pale, ndugu yangu, dada yangu. Can I see brothers? Just come this side. I feel you. Tupige tu hatua, tunataka tuone tukikaribia. Just rise up from there. Come here. Mlipo pale, karibuni tu hapa, karibu. My two young brothers. Behind Behind you, you, just come, my brothers. Karibieni tu ndugu zetu, Just come. kujeni tu, Make karibia. the preacher your friend. Fanya mhubiri rafiki yako, Because one day in heaven or in hell, maana siku moja utakuwa mbinguni ama kuzimu, you shall remember na utakumbuka that preacher huyu mhubiri stood before you alisimama mbele yako and he preached so hard, na akahubiri kwa ukali sana, like picking a stone and throwing it. ni kukahisi kuchukua mawe na And mpige, the preacher was telling you the truth. lakini mhubiri alikwambia My ukweli. brother and my sister, Ndugu yangu, dada yangu, when you hear my voice, unaposikia sauti yangu, don't turn it away. usifanye moyo wako kuwa mgumu. We pray for people for free. Tunaombea watu bure. We know there are some churches where for you to be prayed, Tunajua kuna makanisa mahali ambapo ili uombewe you have to be kicked lazima upigwe mateke and squeezed on the shingle. na ufinywe shingo. We don't, those are sarakasi. Hizo ni sarakasi. Jesus healed you more than 2,000 years ago. Yesu alikuponya miaka 2000 iliyopita. Just here to make you realize Tuko hapa kukufanya tu utambue that Jesus healed you. ya kwamba Yesu alikuponya. Thank you for those who have come. Asante kwa wale ambao wamekaribia. I know I have preached hard things. Najua nimehubiri mambo mazito. I say that's like when Jesus said,
Na hii si kusema vile Yesu alisema, unless you eat my flesh usipokula nyama yangu and drink my blood, na kunywa damu yangu, you have no life in you. hauna uzima ndani mwako. That was a tough preaching. Hayo yalikuwa ni mahubiri makali. But Peter said, Lakini Petero alisema, Jesus asked them, Yesu aliwauliza, do you want to go also? Munataka kuenda pia? And Peter asked, Na Petero akauliza, whom shall we go? Tutamwendea nani mwingine Bwana? Brothers who are standing right there, Kama hao ndugu zangu ambao walikuwa wamesimama pale, I thought they would go, nilifikiria but wataenda, I can see they have come. lakini naona wamekaribia. They are asking like Peter, Sasa pengine wanauliza kama whom shall Petero, we go? tutamwendea nani Because we mwingine? are concerned. Sababu tunahusika, We can see tunaona this is the word of God. hili ni neno la Mungu. Now you are here Kwa hivyo mko hapa and you have never given your life to Jesus Christ. na hujawahi peana maisha yako kwa Bwana Yesu Kristo. That's one business. That's why we are here. Na hiyo ndio kazi moja inafanya tuwe hapa. Somebody that want to give his life to Jesus Christ. Mtu ambaye anapenda kupeana maisha yake kwa Yesu Kristo. Bure. No money, no Bila pesa, no bila thanksgiving, no hakuna nothing. shukrani, hakuna chochote. Wokovu is free. Wokovu ni bure. But you have to say, preacher, Lakini lazima useme mhubiri, I want to surrender my life to Jesus. nataka nipeane maisha yangu kwa Yesu. Would you shoot up your hand? Unaweza inua mkono wako, Listen and say, useme preacher, mhubiri, I am that soul. mimi ndio hiyo nafsi. I want to surrender my life to Jesus Nataka Christ. nipeane maisha yangu kwa Yesu. Is there somebody like that in our ministry? Kuna mtu kama yule miongoni mwetu? Nasema ni siku ya kwanza mhubiri, Useme mhubiri, it's your first day, but I want to give. lakini ningependa I nipeane, want to surrender my life. nataka nipeane maisha yangu kwa Yesu. I have wandered far away from thee, Nimetembelea mbali but I am coming home. mbali na kuja nyumbani. Would you want us to pray with you Ningependa tuombe pamoja na wewe for salvation of your soul? kwa sababu ya wokovu wa nafsi yako. Shoot up your hand. Inua mkono wako Even if you're behind there, hata kama uko nyuma pale, because Jesus sababu Yesu needs your soul, anahitaji nafsi yako, not your money. hataki pesa yako, Moyo wako peke yake. just your soul only. Sana rudi Kabidhi ya maisha yako yote, ukiwa mzee, ukiwa kijana, ukiwa msichana, haujaokoka, Yesu anahitaji maisha yako, lakini lazima ukubali. Nataka tuombe. I want you to. Will there be somebody that is sick? Huenda kuna mtu ambaye ni mgonjwa. Sisi hatuna maji We don't have water ya kunyunyizia watu, to sprinkle onto people. because the Bible does not have the order of sprinkling water on the Sababu people. Biblia haina utaratibu wa kunyunyishia watu The maji. Bible says in Mark 16, Biblia inasema Marko you 16, shall lay hands on the sick, utawekelea wagonjwa mikono and the sick shall recover. na wagonjwa watapona. Free. Bure. No money you should pay for a preacher to pray for you. Nothing. Hakuna fedha unafaa kulipa Because mwenye Jesus kuombea. paid it all Sababu Yesu alilipa gharama yote down at Calvary. pale Kalvari. But you must be willing Lazima uwe to say, unataka Jesus, I am here. useme Yesu niko hapa. Will there be a sick person here in our midst? Huenda kuna mtu mgonjwa miongoni mwetu. We like doing these things when it is daylight.
Ndio maana nafanya mambo ungali kuna mwangaza. We like. Tunapenda kufanya mambo kukiwa na mwangaza. Is there somebody sick? Kuna mtu yeyote ambaye ni mgonjwa? Every time you are going to hospital, you have carried some tablets with you. Kila wakati unaenda The devil has kept you in sickness. umebeba madawa, shetani amekufunga na magonjwa. Young man, Kijana, you have smoked, you live smoking today, you are there tomorrow. Give Jesus your life. umevuta sigara leo, kesho bado unavuta sigara. Pea Yesu Kristo maisha yako. Umekunywa pombe, umejaribu kuacha, unarudia. Jaribu Yesu wangu mara moja. Just try my Jesus just once. Now, Sahi. because my Jesus is able. Sababu Yesu wangu anaweza. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Let us pray together. And if you have a question, Na kama uko na swali, please, I am here. niko hapa. Our pastor is here. Pia mchungaji wetu hapo hapa. For those who are elderly sisters, we have our mother here. Kwa wale ambao ni wadada wako na umri, kuna mama yetu hapa. She was a preacher in PCA Church. Alikuwa mhubiri kanisa la PCA. When she read the scripture, Na aliposoma maandiko, because the Bible sababu Biblia refuses women preachers. inakataa wanawake wa upili. The Bible does not have women pastors. Biblia haina wanawake wachungaji. Ndani ya Biblia. Wapi? Mwanamke evangelist wapi? Mwanamke prophet wapi? Yes. Not in the Bible. Sio ndani ya Biblia. Hakuna katika Biblia. There is no place in the Yuko Bible. hapa alikuwa mchungaji PSC. She was here, she was a preacher in PCA. Akasoma maandiko akaangalia. And she read the scripture and checked. Akaangalia. And she checked. Akuona Elizabeth the pastor. She never Pastor saw. Elizabeth, no. Hakuona Pastor Elizabeth. Amen. Pastor Mary. The first woman the pastor we see is Pastor Eve. Mchungaji wa kwanza ambaye tuliona ni mchungaji Hawa. Mahubiri ya kwanza mwanamke alihubiri. Yes. Yalihubiriwa na mwanamke aliyeitwa Hawa. Amen. Mke wa Adamu. Amen. Alipohubiri mpaka leo tuko na maziko. Amen. Tuko na mochari. Yes, sir. Ambulance. Yes, sir. Mahubiri ya mwanamke. Lazima kutokee mhubiri wa kuambia watu wa Mungu ukweli, kwa sababu maji ilizozamisha watu siku za Nuhu ndio maji iliyokuwa Nuhu. That's true. Hallelujah. Lazima neno lihubiriwe, lipeleke wenye wanakwenda na liingize wenye wanaingia. Amen. We are preaching like that. That's true. Unanisikia? Mimi nahubiri hivyo tu. Yaani sababu wahubiri wanapotosha watu wa Mungu for nothing. But sisi hapa tumekuja free. Lakini neno tutawaambia. Amen. Come tomorrow ready for more word. Kuja kesho ukiwa tayari kwa neno zaidi. Do you have the pressure? Napenda Mungu. Amen. Even if you hate me, God bless you. Hata kama unanichukia, Mungu akubariki. May God bless you Hata wherever kama you are. unasikia kunilaani, Mungu akubariki mahali uko. Wale mmetupatia kusimama katika duka zenu, Mungu awabariki. Amen. Na biashara zenu zinawili. Amen. Amen. Hallelujah. Let's pray together. Tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mimi kama mtumishi wako nimewajibikia mahubiri yangu ya siku ya leo. Hallelujah. Na hata ungenipa nafasi nyingine ningehubiri labda mahubiri makali kuliko ya leo. So Lord, I have no apology for preaching to your people because I know sauti yangu imeenda mbali na imeenda karibu. Labda imechokora nafsi yako mahali fulani, ya mtoto wako mahali fulani, ambaye ataenda nyumbani, ataenda kuchunguza maandiko, ataenda kusoma hiyo andiko na ataenda kuomba. Mwingine atasema, Mungu, kama mambo nisikia pale ni ya kweli, nifunulie. Na kama ulivyofanya siku za kale, hata leo you can do it, Father. Hallelujah. Naona kuna watu wamesimama mbele zangu, na wengine baadhi yao maybe labda hawajaokoka bado. Naomba hata vijana wawili waliokuwa wamesimama kule pembeni, moyo wangu ulivutiwa sana na umakini wao Bwana. Na hao vijana wako hapa mbele zangu.
Naomba Mungu uweze kuwabariki. Wamama walikuwa wamesimama hapa nyuma yangu, naomba wabariki. Mzee alikuwa pale akisoma maandiko, naomba umbariki. Oh Bwana, watu hao wako na wakabidhi mikononi mwako. Haleluya. Shauku langu kubwa ni wote ambao wamenisikia ujifunue kwao, ili siku ikifika Bwana wapate kujua ukweli na wajipate mbinguni. Hallelujah. That's my desire, Father. Grant it, Heavenly Father. Najiachilia mikononi mwako. Ponya walio wagonjwa, hata kama sijawekelea mikono. Neno lako, mkono wako si mfupi usiwafikie. Reach out to them, dear Father. Thank you for the believers that have come for the cruise in the first day. Bless them, dear Father. Thank you for our sound. Thank you for every effort put together. Ya kwamba tungesimama hapa jioni ya leo. Hallelujah. Mhubiri wa kesho na mahubiri ya kesho. Mhubiri wa Saturday na mahubiri ya Saturday. Mhubiri wa Sunday na mahubiri ya Sunday. Amen. Naomba ikawa ni mahubiri ambayo itavuta walio wako Bwana. Hallelujah. Ikawa kama siku ya safina. Nuhu alitengeneza safina, na Bwana Mungu, wale ambao walikuwa wamepanga wangesikia injili ya Nuhu waliingia safinani. Amen. Ndio shauku letu Bwana, tunapokusanyika pamoja, tunapokumukana Mungu wetu. Naomba wapendwa hawa wanaotembea wakienda manyumbani, watakaoingia kwa magari, Bwana uweze kuwaongoza na tukaweze kufika manyumbani salama, na tukutana siku ya kesho tazidi kusifu na kuinua jina lako. Amen. Haya yote tuba tukiamini katika jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Imani ile ile, imani ile ya kwanza, imani ile ile, sitaibadilisha. Imani ile ile, imani ile ya kwanza, imani ile ile, mimi sitaibadilisha. Na neno lile lile, na neno lile la kwanza, na neno lile lile, mimi sitaibadilisha. Na neno lile lile, na neno lile la kwanza, na neno lile lile, mimi sitalibadilisha. Mahubiri yale yale, mahubiri yale ya kwanza, mahubiri yale yale, kweli sitayabadilisha. Na Yesu yule yule, na Yesu yule wa kwanza, na Yesu yule yule, mimi sitambadilisha. Na Mungu yule yule, na Mungu yule wa kwanza, na Mungu yule yule, kweli sitambadilisha. Na imani ile ile, na imani ile ya kwanza, na imani ile ile, kweli sitaibadilisha. Ubatizo ule ule, ubatizo ule wa kwanza, ubatizo ule ule, mimi sitaubadilisha. Mavazi yale yale, mavazi yale ya kwanza, mavazi yale yale, mimi sitayabadilisha. Kanisa lile lile, kanisa lile la kwanza, kanisa lile lile,
ndugu wale kwa ndugu wale wa kwanza, kwa ndugu wale mimi sitawabadilisha. Ushirika ule wa kwanza, ushirika ule mimi sitawabadilisha. Upendo ule wa kwanza, na upendo ule mimi sitawabadilisha. Upendo ule na upendo ule wa kwanza, na upendo ule mimi sitawabadilisha. Haleluya, haleluya. Tunawakaribisha zaidi, tunashukuru kwa hiyo fursa ambayo Mungu ametupatia jioni ya leo kuweza kulitangaza neno lake jinsi lilivyo, na neno litasimama. Mbingu na nchi zitapita. Na ndiposa kukakuwa na mzee mmoja mwenye hekima, akaulizwa na rafiki yake, wewe nikuulize, siku ya mwisho ungependa upatikane wapi? Akasema, mimi ningependa kuwa wapi? Juu mbinguni. Na niko na uhakika wengi leo hiyo swali nikiuliza watasema hivyo tu. Sababu unaenda kanisa kwa nini? Nataka kwenda wapi? Mbinguni. Chochote unafanya nataka kwenda wapi? Mbinguni. Unakuwa mzuri kwa nini? Nataka kwenda wapi? Mbinguni. Lakini huyo mzee akaambia rafiki yake, mimi siku ya mwisho singependa niwe wapi? Hiyo mbinguni. Akashangaa, mbona huyu anasema namna hii? Akamwambia, wewe hujasoma vile imeandikwa. Sababu imeandikwa mbingu na nchi zitafanya nini? Zitapita, lakini neno langu litasimama milele na hata milele. Akasema, mimi siku ya mwisho singependa kuwa mbinguni, ningependa nimepatikane nimesimama juu ya neno. Haleluya. Na sijui ni wangapi ambao wangependa wapatikane ndani ya neno. Sababu hiyo peke yake iko na ahadi ya kwamba haitapita. Mbingu na tafuta itapita, lakini neno litasimama. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana sisi ni waaminio wa neno. We are Bible believers. Ndio maana tunataka siku ya mwisho tupatikane ndani ya neno. Tuishi milele na milele. Neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Siasa zote zitapita, umaarufu wote utapita, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Kanisa zote zitapita, wahubiri wote watapita, ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Anasa zote zitapita, ujana wote utapita, ya ulimwengu yatapita, lakini neno
neno litasimama, neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Kwa hivyo kesho tuko hapa.